Nadhani mnamjua vizuri kabisa mzee wetu na mimi sitaki kuongea sana, na nadhani mnamtambua pia kwenye Kombolela. Heshima yako mzee wangu. Asante sana, pole na majukumu. Tumepoa na nimefurahi kukuona leo. Asante sana, asante sana. Kwenye doa kutoka kwenye kampuni ya Mtambo Production, tutegemee kwenye hii project karata ni ile ile au nyingine? Maana karata ya kwanza kwenye doa ulikuwa mzee mmoja hivi unahangaika na mtoto wa Uswahilini. Yaani unajua mapenzi bwana wakati mwingine, lakini dhana ya mapenzi wanasemaga anayependa ndio anayeumia. Yaani ndio ipo hivyo. Sasa kwa hii programu ambayo inayokuja sijajua kwamba nitapikwa katika njia gani, maana sijajua, maana leo ndio amekuja kuproduce hapa script na nini. Kwa hiyo nafikiri kwamba akishapanga ndio naweza nikasema kitu gani ambacho naweza nikakielezea, lakini kwa sasa hivi bado sijajua nitaingia katika kundi gani. Sawa, vijana wa 2000 wanatamani kujua una miaka mingapi kwenye sanaa? Mimi sanaa hasa kwa sababu nilianza kufanya sanaa baada ya kufanya yale mazoezi kwenye makundi, lakini kazi yangu ya kwanza iliwahi kutoka 2001, ndo kazi yangu ya kwanza. Ilikuwa inaitwa Tabana, nilicheza kama baba mwenye mtoto albino anatakiwa kutolewa kafara. Baadaye 2003 nikaja nikacheza filamu inaitwa Fungu la Kukosa. Baada ya hapo tena nikaja nikacheza zingine zinazofuata Joanita, sijui nini mpaka ndio kufikia hapa. Okay, kuna kitu gani sanaa imekupa kitu gani ambacho ukiangalia unasema yes the best kutoka kwenye sanaa? Kwanza nimepata marafiki wengi, nimejulikana na watu wengi, nimepata nasema mimi nimekuwa tajiri. Yes. Unajua watu wengi wanazungumzia utajiri kuwa na pesa, kuwa sijui na nini, lakini mimi nimekuwa tajiri kwa sababu sehemu yote ninayopita yani kama nahitaji msaada wa aina yote ni rahisi kuweza kusaidiwa, lakini kwa sababu najulikana, hata kama nitaanguka barabarani haitokuwa shida kubwa, atasema kwamba huyu ni fulani. Hiyo mimi naona ni mafanikio kwangu mimi. Okay. Unawashauri nini vijana ambao wamkamge ambao wanakuja sasa hivi wanafanya sanaa alafu wanakuambia hailipi kabisa, kila wakifanya kwenye makundi yanavunjika? Kuna kitu gani cha kuwashauri ili waendelee kusimama imara? Sasa kila jambo mtu analolifanya anakuwa na malengo yake na matarajio. Wengi sana vijana sasa hivi wanafikiria kwamba kufanya sanaa ni kupata pesa tu peke yake. Nafikiri ni hivyo. Lakini mimi nakumbuka wakati sisi tunafanya sanaa tulikuwa naimba. Nitafanya sanaa kwa ajili ya kutangaza utamaduni wa nchi yangu. Unaona bwana? Ndio ilikuwa hivi yani. Pesa ilikuwa kitu kingine zaidi. Lakini sasa hivi watu wanahitaji pesa. Kwa hiyo sasa ili uweze kupata fedha uhakikishe kwamba unaifanyia kazi yako ya sanaa vile inavyotakikana ili uweze kupata pesa. Sio kiwepesi tu kwa kuvaa mlegezo, kwa kuvaa sijui nini afu uje kupata fedha. Sio rahisi, upigane kweli kweli yani. Uumize kichwa sawa sawa. Okay, asante sana.